Wokovu 211 kwa ajili ya kukaribisha neno. Njoo kwa Yesu usishangae, akuonyeshe njia ya mbinguni. Msikilize anakusihi, mtu wa zamani. Heri, 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 tutakusanyika kwake Mungu kwa furaha. Shida na shaka hazitakuwa kwetu mbinguni. Heri, 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 tutakusanyika kwake Mungu kwa furaha. Shida, shida na shaka zitakuwa kwetu mbinguni. Yesu, Yesu aita wote wafike, atatuliza wenye huzuni, uwatole upendo na ndio usikia yelo. Heri, 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 tutakusanyika kwake Mungu kwa furaha. Bwana Yesu, shida na shaka hazitakuwa kwetu mbinguni. Ndiyo sasa wakati wa kuokoka, uje upesi umkubali mwenye masiki ziko na dhambi. Njoo kwa Yesu sasa. Heri, 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 tutakusanyika kwake Mungu kwa furaha. Bwana Yesu, shida na shaka hazitakuwa kwetu mbinguni. Heri, 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 tutakusanyika kwake Mungu kwa furaha kubwa. Shida na shaka hazitakuwa kwetu mbinguni. Tusimame tusome neno la Mungu. Timotheo wa kwanza sura ya 3. Timotheo wa kwanza sura ya 3 16 hadi 18. Tunasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo.
Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Amen. Tunaomba. Baba yetu, Mungu wa kweli, Yesu Kristo, Mungu mzima ambaye alikufa na akafufuka na leo yuko hai ndani ya bibi harusi kwa wakati wa mwisho, na kushukuru umetupa hii nafasi tena Baba. Privilege kubwa, ni neema ya ajabu ambayo haiwezi fasiriwa kuwa mbele zako Bwana. Ndio maana kila wakati tunapopata wasaa huu wa kuwa mbele zako, ni opportunity kubwa Yesu ya kuweza kuchota ambacho umetuandalia katika siku ya leo. Ndio maana tunachokihitaji jioni ya leo Bwana ni kuondoa mwanadamu kando, wewe ukafanye kazi yako kwa ajili ya kuokoa mwanadamu ambayo unakusudia kupata na kupokea uzima wa milele Bwana. Bariki usomi wa neno, tukijua kwamba kwa uwezo wa maandiko haya hakuna awezaye kufasiri, hakuna nabii, hakuna mtu yeyote awezaye kuchukua kitabu hiki kitakatifu na kukifasiri. Umesema hiyo haiwezekani, bali wewe mwenyewe Mungu ndiye mfasiri wa neno lako, na wewe unatoa haya kupitia nabii wako kwa nyakati tofauti tofauti, kama ulivyokwenda kutuambia hapo jana. Tuweka yote mikononi mwako kwa jina Yesu Kristo. Amen. Wasalimia na kuwakaribisha tena jioni ya leo katika jina Yesu Kristo. Nashukuru Mungu wetu Yesu Kristo kutupa nafasi. Ngoja niweke kwanza hapa, hii tutashughulikia baadaye. Nashukuru Mungu tena umetupa hii nafasi kwa ajili tena ya kumega mkate wa uzima, jambo la neema. Dawa manta kuchapa. Bwana tusaidie sana. Kabla ya kuingia kwenye somo letu, ngoja nisome ujumbe mmoja hapa ambao unaitwa La Marque de Christ. Alama ya Kristo. Kwa sababu tunajua kwa alama mbili, kuna alama ya Mungu au muhuri, na kuna alama ya shetani ambao ni kutokuamini, alama ya mnyama. Ilihubiriwa tarehe 12 mwezi wa 3 55 Kifaransa. Tarehe 12 mwezi wa 3. Aya ya 18. Tasoma hapo tu kwa ajili ya kuingia kwenye somo letu. Tuko pamoja?
Nabii anasema hivi, aya ya 18, marque de Christ, alama ya Kristo. Anasema hivi, au tuanze hapa 17 hadi 18. Maintenant, si vous rejetez la vérité quand elle est présentée, Nabii anasema kama sasa wakati unapotupilia ukweli ambao unaonyeshwa mbele yako wewe, vous aurez alors les oreilles scellées, utakuwa na masikio ambayo imepigwa muhuri, imetobolewa. Bwana tusaidie sana. Yeah. Hii neno ambalo tunalolifundisha, tunalolihubiri, neno ambalo ndugu Branham alipewa na Mungu kwa wakati wa leo. Mtu anapoisikia, najua kuko wengi ambao wameshaisikia ujumbe na wengine ambao wanafuata kwenye mitandao na ambao hawajaamini huu ujumbe. Sasa kusikiliza hakujatosha. Tunasikia vizuri? Kusikiliza na kukubali kwamba ni ujumbe wa kweli, ni mahubiri mazuri, mafundisho mazuri, hakujatosha. Kikubwa ni kukubali. Tunasikia vizuri? Kukubali ujumbe, kukubali neno ambalo liko presente mbele yako. Ukikataa hilo neno ambalo linaongelewa, linahubiriwa mbele yako ama kwa wakati wako, unakataa Injili, masikio yako wewe inapigwa muhuri wa kutokusikia tena neno la Mungu. Unapigwa muhuri kama ilivyokuwa kipindi cha zamani. Unakuwa mtumwa. Ile tarumbeta ya yubile ya kuweka watu huru ilipokuwa ikitimia, na wakati ilipopigwa, wewe kama ungilikuwa huko shambani au sehemu yoyote na unapuuzia ile sauti ya tarumbeta, maandiko inasema kwamba wewe ungebaki ukiwa mtumwa chini ya yule ambaye alikuwa amekununua. Tunasikia vizuri? Baadaye wanakuchukua, wanakupeleka sehemu fulani kwenye muhimu, kama ni kwenye muhimu, banatoboa sikio yako. Inakuwa ni alama ya kuonyesha kwamba huyu alikatalaka sauti ya tarumbeta ambayo ilipigwa au baragumu ambayo ilipigwa. Na leo sasa baragumu yetu sio ile fanfare tena ama vuvuzela, ni Injili. Injili inapohubiriwa unaisikia na unaikataa kuiamini, wewe kiroho unatobolewa nini? Masikio. Na Mungu anafunga masikio yako ya kutokuelewa. Unasikia vizuri? Na ndio maana Yesu wakati alipokuwa hapa, akiwa huko nje, alikuwa anaambia watu mifano ili wasifanye nini? Wasielewe. Kwa hiyo kusikia iko tofauti na kuelewa. Kwa sababu Yesu mwenyewe ndo alisema, wanasikia lakini hawaelewi, wanaangalia lakini hawaoni. Tunasikia vizuri? Na Mungu ndo anakusudiaka. Yesu mwenyewe ndo alisema, nitawaweka hivyo ili kwamba wasije wakafanya nini? Wakaamini. Tunasikia vizuri? Kwa sababu ndo swali ambao wanafunzi walimuuliza, Bwana, tunapokuwa huko mitaani, kwa nini unaongea nao kwa mifano? Sawa? Hata wakati alipokuwa anatoa siri za kuambia mifano ile, hata mule mkundi yao ya wale wa mitume kulikuwa ambaye na yeye masikio imefanya nini? Imefungwa. Tunasikia vizuri? Kwa sababu kuelewa neno la Mungu ni uteule. Yuda Iskariota alikuwa mule, lakini alikuwa haelewi nini neno, lakini alikuwa anasikia siri ambazo Mungu alikuwa anasema kupitia Yesu. Sawa? Maintenant, si vous rejetez la vérité quand elle est présentée, vous aurez alors les oreilles scellées. Vous vous éloignerez de Dieu tout en restant très religieux. Unasikia nabii anavyosema? Unapokataa neno la Mungu, ukweli wa Mungu ambao unawakilishwa mbele yako, Injili ambayo inahubiriwa kama jinsi tunavyohubiria hivi watu walio karibu na kwa mbali, huu ujumbe ambao Mungu amemtuma ndugu Branham ndio ujumbe wote huu. Hakuna mwingine ambaye atakayekuja zaidi yake. Tunasikia vizuri?
Kwa wakati wa leo hakuna injili nyingine ambayo itakayokuja eti kuja kuokoa watu tofauti na ujumbe wa wakati, kwa sababu wakati wa Methodisti ushagapita, wakati wa Pentekoste ushagapita, wakati wa Waluteri ushagapita, wakati wa Wakatolika ushapita. Tunasikia vizuri? Madhehebu yote ishapita. Ni wakati sasa wa mbegu, sawa? Ni wakati wa kukusanya mbegu, ngano, ambao ni bibi harusi. Atoke wapi? Kwenye madhehebu. Bibi harusi ambao ndio nabii anavyosema, ambao watakaounda ile kundi, nabii anasema watatoka wapi? Kwenye madhehebu. Watatoka kwa Katolika, kwa Methodiste. Tunasikia vizuri? Sasa hii injili inapohubiriwa unaikataa, masikio yako inapigwa muhuri wa alama ya mnyama. Watu wanafikiri alama ya mnyama ni alama fulani hivi, watakupiga kashe hivi kama hapa, watakupiga kashe hapa kunani hapa kwenye komwe lako hapa ndio wengi wanafikiria. Hapana, na wengine watapiga kwenye mkono. Sio hivyo, hiyo ndio kimwili. Tunasikia vizuri? Yaani leo hii kuko watu ambao washafungwa masikio, washawekwa muhuri, wasielewe injili na wanaenda kanisani. Ufuate vizuri nabii. Na wanabakia wa kidini sana, très religieux. Vous vous éloignerez de Dieu tout en restant très religieux. Naweza simama hapa hivi na jumbe zote tunasoma hapa, lakini najitahidi kuwa mtu wa kidini, lakini tayari nishafungwa masikio ya kusikia nini? Injili. Kusikia ni kuelewa na kuifanyia kazi. Tunasikia vizuri? Ndio maana ya kusikia. Maana hii injili wengi washasikia, eske wameelewa? Wangapi waliamini? Tunasikia? Yesu alihubiria wangapi? Wengi. Wangapi waliamini? Kipindi cha Yohana Mbatizaji, wasita ndo nabii azem, ndo wenye waliokoka. Ujiulize kipindi cha nabii mkubwa kama nani? Jean Baptiste. Anapata waamini 6 tu. Na maandiko yanasema hakuna nabii mkuu aliyezaliwa na wanawake zaidi ya nani? Ya Yohana Mbatizaji. Ndio maandiko inasema. Lakini alikuwa na waamini 6. Tunasikia vizuri? Wa kwanza Simeoni. Sawa? Ana, Elizabeth, nabii asema walikuwa ni makuple na sahau pale hadi kuisoma tena vizuri. Walikuwa watu 6 de mara 3. Couple. Mume na mke, mume na mke, mume na mke, na mke mara 3. Wa 6 tu ndio wenye waliokoka kipindi cha Yohana Mbatizaji. Je, hawakumsikia Yohana Mbatizaji akihubiri? Walielewa? Na maswali walimtwanga. Tuambie kama wewe ndio Kristo ajaye ama wewe ni nani? Hawakumuuliza. Walielewa? Hapana. Kwa hiyo mtu anaweza akawa yuko kanisani, ni wa kidini sana, lakini yeye na Mungu wako mbali. Tuwasikia vizuri? Vous aurez alors les oreilles scellées. Vous vous éloignerez de Dieu tout en restant très religieux. Les Écritures disent, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nasikia huko. Wakati wa mwisho watu watakuwa na kiburi, wenye kupenda anasa ya ulimwengu kuliko kumpenda Mungu. Leo hii unakuta hata makanisani, hata kwenye ujumbe na wapi, kwenye madhehebu inakuwa ni ushirika wa maprofi wa faida. Ushirika wa nini? Wa faida. Nifanye ushirika na ndugu fulani na dada fulani, nitapata kitu fulani kutoka kwake. Wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Vitu ambavyo wao wanapanga ndo wanaona ndio vikubwa kuliko Mungu. Programu za mingi, plani za mingi
kuliko neno la Mungu. Hawaweki Mungu nafasi ya kwanza. Tunasikia vizuri? Timotheo ndo alisema hivyo. Ndo nyakati za mwisho watu watakuwa na kiburi, wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu, deloyo, wasiopenda nini? Wasiopenda haki, calomniateur. Calomniateur ni wanani? Wale wa kunani, wa makritiki, basutwa. Ulisikia kenye fulani alifanya, ulisikia kenye alifanya pale, alifanya hivyo. Si mimi ndo nakwambia kwa Mkristo. Nasikia huko basutwa. Na wanaenda kanisani très religieux, wa kidini sana. Intempérant, wakali sana, ennemi déjà des biens. Adui wa watu ambao wanaofanya mema. Yaani unakuta ndugu ana roho nzuri ya kusaidia watu, ya kufanya mambo ya Mungu, wengine wanachukia, hawapendi. Tunasikia vizuri? Ennemi déjà des biens. Watu wasiopenda wema, watu wasiopenda watu ambao wanaofanya mema, leo wako eko. Et à l'apparence de la piété, wana hali ya utaua, tous les formalismes très fondamentalistes. Unasikia nabii huko wakimisingi, nabii anafafanua hapa ba piété. Ukienda kuangalia neno ni nabii juu ya nabii, ukiwaangalia hivi hauna nafasi yenye utaingia kwa nabii ya kumdanganya, lakini hana Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri? Ana mfano wa utaua, lakini hana Mungu. Et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nabii anasema, ananukuu andiko kwamba ujitenge, jiweke mbali nao, usiwe karibu na watu kama hao. Il en est parmi eux qui vont dans des maisons, qui vont de maison en maison et qui conduisent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Nasikia huko. Na hawa watu hawa, kuna ambao wanaingia manyumba za wanawake kwa ajili ya kushawishi. Sawa? Na nawaenda kuta kwamba wale wanawake ambao wanaenda shawishiwa wana roho dhaifu, hawana nguvu za neno, na hawafikii hata kuwa na uweza wa kujua ukweli wa neno la Mungu. Dada, unajua ile kanisa yenu ule mchungaji anakuaga hivi, hakuagi kitu. Wanaenda wanawashawishi wapi? Kwenye manyumba. Shetani. Tuasikia. C'est vrai, hiyo ni kweli. Ça c'est les écritures. Na Biblia inasema hiyo ni maandiko. C'est ce que la Bible dit, ndivyo Biblia inavyosema. C'est là que ma foi est ancrée. Hapo ndipo imani yangu imetia nanga. C'est dans la parole de Dieu. Non pas dans les traditions des hommes, mais dans la parole de Dieu. Nasikia huko. Na Biblia inasema hapo ndio imani yake imejengwa. Ndani ya nini? Ya neno. Imani yetu ijengwe katika neno, sio katika maneno ya watu. Tunasikia? Imani yako, imani yangu ilalie kwenye neno. Neno la Mungu linasema nini? Hata awe nani asikutoe kwenye neno. Hata anavyokuambia viko natafanana. Tunasikia vizuri? Huko watu watakuja wanashawishi watu manyumba na sehemu mbalimbali kwa ajili tu ya kuwaangusha watoke kwenye mstari wa neno, na wakianguka ni kwa sababu wamekutaniwa
wana roho dhaifu, hawana uwezo wa ukweli wote, hawajui neno. Kwa maneno mengine, wamebaki tu kwenda kanisani na kufurahi, kuimba na kucheza na kusikia mahubiri mazuri basi, na wanafanya hiyo dini. Ndo wamejaa sana kwenye ujumbe, fundamentalist, watu wa kimisingi, lakini Roho Mtakatifu hakuna. Hana kweli, mshika sheria, lakini kweli hana. Nabii alisema jitenge nao. Imani yako iwe ndani ya neno, sio kwenye tamaduni za wanadamu, mais dans la parole de Dieu, lakini katika neno la Mungu. C'est là que j'ai pris position il y a 23 ans. C'est là que je vais me tenir quand Jésus viendra, ou quand la mort viendra me libérer de cette vieille léproserie dans laquelle je vis. Nasikia nabii huko. Hiyo ndio imani yangu ambayo nimeitetea, nimekuwa nayo tangu miaka 22 iliyopita, na ndio ambayo nitakuwa nayo hadi Yesu atakapokuja, au ndio ambayo nitakayokuwa nayo hata kama nikifa, nikiwa katika umwili wa udongo. Amen. Amina. Se tenir sur la parole, kusimamia neno. Le ciel et la terre passeront, mais elle ne passera jamais. Elle est immortelle, éternelle. Kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno hili halitapita kamwe, kwa sababu ni neno ambalo haliwezi kufa na ni neno ambalo liko la milele. Tunasikia vizuri? Mtu yeyote asikudanganye, kama jinsi tulivyo na hii somo hapa ya uungu wa Yesu Kristo. Mtu mwingine asikuhubirie tofauti na nabii alivyofafanua uungu mkuu wa Yesu Kristo. Tunasikia vizuri? Sisi tusihubiri kama wa Methodiste. So wenyewe wanasema Yesu ni Mungu. Sio kweli, hawasemi hivyo. Sasa wende waulize Yesu ni Mungu aina gani? Ule ambao wanamuita Mungu ni waaje? Wote watakwambia ni mwenye alizaliwa na nani? Na Mariamu. Tunasikia vizuri? Jana nabii alituambia ati tunaabudu Mungu ambaye sio yule aliyezaliwa wapi? Kwenye hori. Sio yule mtoto mchanga ambaye alizaliwa wapi? Kwenye hori. Ndio nabii alisema. Nabii anasema 18. Le gens pensent donc que c'est juste parce que vous allez à l'église. Watu wengi wanafikiri kwamba Ukristo ni kwa sababu mtu anaenda wapi? Kanisani. Eti mtu anaokolewa kwa sababu anaenda kanisani. Hapana. Tuache hiyo mawazo ya kizehebu hii. Sio wote ambao wako katika kanisa ya ujumbe ambao wameamini ujumbe ndo Wakristo wa kweli. Hapana. Tusidanganyane. Le gens pense donc que c'est juste parce que vous allez à l'église. On dit, oh, tout ce que j'ai à faire, c'est juste aller à l'église et être un homme assez bon. Wengine wanasema, basi Ukristo, nabii alisema tu tunaenda kanisani ili tu watu wazuri, wa Kristo bora. Nabii anakuambia ni bongo, hiyo hayatosha hii. Watu wengi wanafikiri tu ni kuenda kanisani na kuwa mtu mzuri tu. Nabii anasema, c'est faux frère. Vous êtes séduit. Umedanganyika. Ni uongo. Tunasikia vizuri? Kwenda kanisani hakujatosha. Eti kwamba hata ujiite kwamba uko Mkristo mzuri, ndio nabii anasema. Haiko mie, nabii ndio yuko anasema. On dit, oh, tout ce que j'ai à faire, c'est juste aller à l'église et être un homme assez bon. Nabii anasema c'est faux frère, vous êtes séduit. Umedanganyika. C'est vrai, hiyo ni kweli. Esau aussi était un homme assez bon. Unasikia? Esau na yeye alikuwa anaenda kanisani, mtu mzuri na yeye. Alikuwa fundamentalist na yeye alikuwa na imani. Tunasikia vizuri? Esau naye dans la Bible, Esau était un homme assez bon.
Caïn aussi était un homme assez bon. Tous les deux étaient des adorateurs, des croyants. Kaini, unaona nabii kisha anawaweka Kaini na Esau. Unaona linye yao, unaona ukoo wao ni jinsi nabii anavyowaweka, ambao walipitia na uzao wa nyoka. Anafika hadi kwa Yuda Iskariote. Unasikia vizuri? Kaini naye hakukuwa mpagani. Kaini, Branham ndo anasema Kaini hakukuwa mpagani, ndo anasema Caïn aussi était un homme assez bon. Kaini naye alikuwa mtu mzuri, mwamini mzuri, na yeye alifanya jinsi ilivyokuwa inatakiwa mtu kufanya kanisani. Alitoa sadaka, alijengea Mungu kanisa. Kujenga kanisa ni vibaya? Utaijenga na unaenda kuzimu. Tous les deux étaient des adorateurs. Wote wawili, Kaini na Esau, wote walikuwa waabuduo. Des croyants, waamini. Nasikia nabii? Hapana wapagani. Waamini. Kuko aina ngapi za waamini? Ni waamini wote. Caïn n'était pas un infidèle. Sikia. Kaini hakukuwa mtu ambaye iko mwaminifu, eti alikuwa anaenda nje ya ndoa. Hapana. Unasikia vizuri? Utakuwa huko mkanisa uangukage na wanawake na utaenda kuzimu. Unasikia na Caïn n'était pas un infidèle. Unajua un infidèle si mwenye ana uaminifu kwa ndoa. Usingeona Kaini na wanawake wa watu, eti anachiti na wengine kule. Sasa kama Kaini hakuanguka na wake za watu, wewe unaenda anguka na wake za watu, utakuwaje? Kaini na ndo mwenye alienda kuzimu. Hakuwahi kuanguka na mke wa mtu. Caïn n'était pas un infidèle, il était un croyant. Alikuwa mwamini. Il s'est amené a bâti une église, a construit un hôtel, l'a décoré et s'est agenouillé, a prié et a adoré Dieu. Unasikia nabii? Vyote ambavyo Mkristo wa kweli anavyofanya na yeye vile vile alifanya. Alikuwa mwamini, alimjengea Mungu kanisa, akaweka madhabahu, akaipendezesha. We pastor, akaipendezesha na akapiga magoti mbele ya Mungu kuabudu, akaomba na akaabudu Mungu. Mais Dieu l'a rejeté parce qu'il n'avait pas la révélation spirituelle. Nasikia nabii? Ndio kenye Mungu anaangaliaka, ufunuo wa kiroho. Wengi watakosa kunyakuliwa kwa sababu hawana ufunuo wa kiroho wa ujumbe. Wanabakia vya madhehebu. Yesu Kristo wa madhehebu ndio wenye wanakuja kuhubiria mujumbe. Mungu alimtumpa nani? Kaini, kwa kutokuelewa ufunuo wa kiroho, kuelewa kile ambacho kilifanyika wapi mshamba la Eden, kama ilikuwa ni damu ambayo iliyomwagika Mungu. Yeye akaleta matunda, akaleta maharage, akaleta vibemba. Mais Dieu l'a rejeté parce qu'il n'avait pas la révélation spirituelle. Unaona kenye Mungu anachokihitaji kwetu, ufunuo wa kiroho. Tuwe na ufunuo wa kiroho, tuelewe Yesu ni nani. Tunasikia vizuri? Kwa sababu ufunuo ambao Abeli alivyopewa ndio ulisababisha yeye ajue kila ambacho kilifanyika mshamba ya Eden ilikuwa ni kitu gani. Na ndio maana alipotoa sadaka, akatoa sadaka ya nini? Ya mwanakondoo. Mwanakondoo ambaye alikuwa anawakilisha nani? Yesu. Tunasikia vizuri kwamba Yesu kuna wakati atakuja kufilia nini? Wanadamu. Haikukuwa ufunuo. Na nabii Isaya mwenye alimwambia ule ufunuo ni nani? Mama yake. Sawa sawa na nani? Na Yakobo. Yakobo mwenye alimwambia siri ya uzao wa kwanza ni nani? Si Rebeka.
Tunasikia vizuri? Il n'avait pas la révélation spirituelle. Il venait tout en toute sincérité de cours. Et à toute sincérité de cœur. Pouvez-vous imaginer un homme qui vient, sachant qu'il est entre la vie et la mort, que sa destinée éternelle repose sur son sacrifice, et qui viendrait en état volontairement ignorant? Non, monsieur. Il viendrait avec un cœur honnête et présenterait. Mais vous voyez, frère, toute votre sincérité ne signifie pas cela. Dieu n'a promis qu'il ne sait les voies. Unasikia huko? Nabii anauliza, unaweza ukafikiria kabisa mtu ambaye hajui Kenya anaenda kufanya kanisa na awe mwaminifu tu, anaenda tu juu juu hivi asijue Kenya anaenda kufanya? Tunasikia vizuri? Lakini mtu ambaye iko na lengo, mwenye anajua kwa nini anaenda kanisani, angeenda akiwa na roho ya uaminifu, akijua kwamba kuna kitu fulani ambacho anaenda kufanya. Tunasikia vizuri? Lakini hata hivyo Kaini alikuwa na ile sincerity, lakini Mungu alikuwa hahitaji sincerity, ule uaminifu, kumfanyia kile Mungu anachokitaka, kutoa 10, sadaka, kusaidia watoto wa Mungu. Hiyo vyote ni sawa. Nabii anasema na hao Waislamu wote wanavifanyaka. Ndio nabii anasema. Tunatakiwa tuende juu ya hayo. Tunasikia vizuri? Mungu anahitaji zaidi ya hicho ambacho tunamfanyia, zaidi. Kila siku tuwe tunafanya kitu ambacho kiko zaidi na zaidi, kwa sababu ni ufunuo juu ya ufunuo. Nabii anasema sincerity, uaminifu wako haumaanishi chochote kwa Mungu. Mungu aliahidi tu njia moja. Ya nini? Kuja chini ya damu, chini ya neno. Tunasikia vizuri? Ndo nabii huyu. Turudilie ile nani ya jana. Christ identifié dans tous les âges. Tuanzia hapo kwa sababu tulishaga njiani. Ya tarehe 17 mwezi wa 6 64. Ndio mama nitakuchapa. Unanisahau? Sikia. Unaweza kufuata kama hata kusoma Kiswahili sawa kama utasoma. 36 aya 36 hadi 39. Nabii anasema hivi. Eh bien, remarquez donc, Dieu, Jésus a dit que ceux à qui la parole venait étaient appelés des dieux. C'était des prophètes. Unasikia? Eti nabii anasema vema, tazameni. Kwa hiyo Mungu, Yesu alisema wale wanaojiliwa na neno waliitwa miungu, yaani wa Mungu wadogo. Tunasikia vizuri? Nabii anaweka virgile, walikuwa ni manabii. Tunasikia vizuri? Yaani vile Musa ulivyomuona ama unavyojua historia yake, alivyokuwa mbele ya watoto wa Israeli, alikuwa ni Mungu mbele ya Israeli. Mungu mdogo mbele ya wana wa Israeli. Kwa sababu gani? Kilichomfanya yeye awe Mungu mdogo ni kwa sababu yeye ni mpokeaji wa neno la Mungu. Kwa sababu wale wote ambao wanaopokea neno la Mungu sio kwamba waamini. Yule ambaye anawekwa kama msimamizi kwa wakati fulani. Ndio maana nabii hapa anasema, anafafanua vizuri, ni manabii. Wale manabii ambao Mungu anawainua kwa wakati fulani, kama vile wakina Isaya, Danieli, Yeremia, Ezekieli, Musa. Tunasikia vizuri na kadhalika. Wale manabii wakubwa ambao walikuwa wanajiliwa na wakina Amos. Sasa efe hawakuonekana mjini mbele ya watu, walikuwa na represente nani? Mungu.
Na ndio maana walikuwa wakitaka kufanya jambo wanataka shauri nani? Nabii, kwa sababu wanajua kwamba nabii akiwa pale Mungu iko pamoja nao, kwa sababu wao ndo wanajiliwa na neno la Mungu. Unaona maana ya hiyo Mungu? Yesu mwenyewe ndo alisema wale waliojiliwa na neno waliitwa wanani? Miungu. Wanani? Manabii. Na ndio maana nilisema jana kwamba tunapoona ndugu Branham ni Mungu. Kwa sababu gani? Neno lilimjia. Unaona jinsi iko nafasiria, yeye ni Mungu kwa sababu neno lilimjia, sio kwamba yeye ni Mungu. Yoni shetani ona anaanza wivu shetani anapata wivu, frappe hii inamwingia hii. Sawa? Branham ni Mungu kwa sababu neno lilimjia, lakini yeye haabudiwi kulingana hii ambayo Yesu amesema hapo. Sasa yeye na Yesu wako tofauti. Branham na Yesu wako tofauti. Kwa sababu gani? Yesu neno haikumjia, yeye alikuwa ni neno. Tunasikia vizuri? Lakini Branham neno lilimjia, lakini Yesu yeye mwenyewe alikuwa nani? Neno. Tunaelewa? Huyu Yesu huyu ndo akamwendea nani? Branham. Branham, sema hivi, sema hivi. Tunasikia vizuri? Pointi ya kwanza ambayo naongelea, tutakuja kugusia vingine. Unaona utofauti wa Yesu na Branham? Branham yeye alipewa neno, lakini Yesu hakupewa neno. Yeye mwenyewe ndo alikuwa neno. Ndio maana alikuwa anasema amin, amin nawaambieni. Lakini yeye alikuwa anasema nawaambia katika jina la Yesu Kristo. Sawa? Yesu mwenyewe ndo alisema kwenye maandiko kwamba wale, kwa sababu hii ilikuwa ni wakati ni Yohana 8 kama sikosei. Hii ni wakati ambapo Mafarisayo walikuwa wanataka wampige Yesu mawe kwa kujiita yeye ni mwana wa Mungu. Je, wewe tunakuona ulivyozaliwa hapo unajiita huko mwana wa Mungu wewe? Kwa sababu alielewa mwana wa Mungu ni nani? Ni Mungu katika mwili. Tunasikia vizuri? Ni yule Logos. Walikuwa wanajua wa maandiko Mafarisayo. Walimkataa Yesu na wanajua kwamba yeye ndo Masihi. Hawakuvisema? Hawakuvisema? So walienda shauri kule wakaanza ambizana kule. Na walijua Yohana Mbatizaji alikuwa ni nani. Wanajua kila mtu yeyote anayekuja kwa jina la Bwana ni nabii. Sasa walipokuwa na muoji maswali ya kumchonganisha, akasema sasa kitu gani ambacho mtanihukumia kwacho? Nilifanya nini? Mniambie kenye nitafanya kibaya hapa. Yesu alifanya kitu kibaya hapa duniani? Hakuna. Akasema si hatuna chochote. Sikuwa mambo haya mawili tu ndio tunakuona umetukosea na umevunja sheria ya nani? Ya Musa. Wewe mwanadamu ambaye umezaliwa kujiita Mungu na kufanya nini? Na kuvunja Sabato. Akamwambia akawaambia hivi, sasa kama ni kwa sababu ya kujiita Mungu, mbona maandiko yenyewe nasema kwamba wale waliojiliwa neno waliwaita nini? Miungu. Sasa inakuwaje mimi nikijiita mwana wa Mungu? Kuna kosa gani? Wale ambao walijiliwa na neno waliitwa miungu, kwa nini hawamkuwapiga mawe? Hamkuwapiga mawe jua nini? Unasikia huko? Sikia. Sikia nabii kisha anavyofasiria vizuri. C'était des prophètes, wale ambao waliojiliwa na neno, ambao walikuwa wanaitwa miungu, walikuwa ni manabii. Neno linamjia nabii. Na ndio maana kwa wakati wa leo neno lilimjia mtu mmoja tu, Branham. Huyo ndio kisima cha kutoa neno. Ndio adrese ya leo. Ukubali usikubali, ndio kisi Mungu alishafanya vile. Hata kipindi cha Nuhu walikataa. Kwanza labda kule kwa sababu ni pagumu. Walizeeka, walizaliwa, habajawahi kuona mvua. Alafu wao waambie watu kwamba kutanyesha. Naona ni kweli. Batakubali. Alafu ujumbe unafanya miaka 120. Nuhu yuko na ubiri ule ujumbe mmoja tu, tujenge kila siku.
miaka 120. Sawa, lakini watu waligoma, neno la Mungu lilibakia pale pale na ilitimia. Na hata leo watu wakikataa ujumbe ambao nabii ameleta, hakuna shida, kwa sababu si wote ambao wanakuaga wanakubali. Yesu mwenyewe alipokuwa katika mwili walimkataa, na ndio Mungu pekee. Tunasikia vizuri, Yesu tu mwenyewe ambaye angeokoa ulimwengu mzima, si ndio maandiko ilisema, kama jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtuma mwana wake wa kipekee ili amwaminie afanye nini? Aokoke, asije akaangamie na akapate uzima wa milele. Sawa, wangapi walimkubali? Kila wakati inakuaga hivyo. Wengine walimchukulia ni mwanadamu, wengine wakamchukulia ni mkuu wa mapepo, na wengine wakaona nani? Dimasihi, mpako mafuta wa Mungu. Ndio leo, hata leo hii wengine wataona Branham ni shetani, wengine watamuona ni Mungu, wengine watakuwa na vyao wenye watamuona. Tunasikia vizuri, na wengine watajua kwamba ni mjumbe ambaye Mungu amemtuma kwa wakati wa leo kuandaa bibi harusi kwa kupata imani ya kunyakuliwa. Tunasikia? Siki. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Unasikia huko? Mtu mwenyewe unaposikia kwamba neno inawajia manabii na wale manabii wanakuwa ni Mungu, haidependre na mwili. Tunasikia vizuri? Ni ile don, ile karama ambayo Mungu aliweka ya kupokea neno portion kwa wakati wake, ndio ambaye anakuwaka nani? Mungu. Tunasikia vizuri? Ni kama vile mtu ambaye amepata Roho Mtakatifu, haiko Mungu? Si ni Mungu, lakini mwili wake haiko, kwa sababu mtu anaweza kuwa na Roho Mtakatifu na akaanguka. Si ni kweli? Si ni kweli? Na anakosea. Roho Mtakatifu anakoseaka, lakini kwa sababu iko mwili atafanya nini? Paulo mwenyewe ndo alisema, roho hii razi lakini mwili dhaifu. Dhaifu wa nini? Anaanguka. Paulo na Roho wake Mtakatifu wote ambao alikuwa naye, alikuwa naomba Mungu amponye nini? Magonjwa. Haiko udhaifu. Roho Mtakatifu anakuaga na umwa. Unaelewa nabii kisha anavyofafanua? Ukisikia neno inawajia manabii na wao wanaitwa miungu, kinachowafanya kuwa Mungu haiko miili yao ya kuzaliwa ya baba na mama. Tunasikia? Ni kile ambacho kiko ndani yao ndio kinaitwa nani? Mungu. Ndio hapa nabii anasema, "Oh, l'homme lui-même n'était pas Dieu." Tunasikia? Or l'homme, hii karkasi ambayo tunaiona, hii koti costume ambayo tunaiona hapa ya mweupe, inavaa suti na hii yote hii haiko Mungu, lakini roho ndani yake ndo Mungu. Tunasikia vizuri? Or l'homme lui-même n'était pas Dieu. Nabii anaendelea, pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Hata Yesu mwenyewe mwili ambao alikuwa nao hakukuwa Mungu. Tunasikia? Kwa sababu yeye mwenyewe tena ndo alisema, sikia kisa alisema hapo Yohana 5 sura ya 15 ya 19. Jean 5. Usikie Biblia inavyosema. Yeye mwenyewe ndo anasema Yohana hapa sura ya 5 19. Anasema hivi. Hapa anasema, basi Yesu akajibu akawaambia, amin amin nawaambia. Si ndio ukweli huo? Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona Baba analitenda, kwa maana yote atendayo yeye ndiyo atendayo mwana vile vile. Unasikia huko? Biblia. Ina maana Yesu alipokuwa katika umwili, Mungu huu mwili, sawa, ulikuwa ufanye chochote kenye anataka. Tunasikia vizuri? Na ndio maana wakati Lazaro rafiki yake alipofariki, hakuenda moja kwa moja na kumwombea ili afufuke. Kwa sababu gani? Baba ambaye alikuwa ndani yake alikuwa bado hajamwambia kwamba aende. Tunasikia vizuri? Ndio maana Biblia anakuambia, or l'homme n'était pas Dieu. Huu mwili ambao Yesu aliuchukua, ambao ulizaliwa na Mariamu,
sio Mungu. Unausikia uungu mkuu wa Yesu Kristo eh? Quel est cet homme de Jésus, haleluya. Jésus nani ambaye unasema? Nampenda mwanaume wa Galilaya nani? Huu mwili ambao kukua Mungu ndio unapenda nani? Au unapenda baba? Wasikia vizuri? Tunaelewa? Nabii anakuambia na mwili huu, ndio maana nitakuwa na ilea hivi. Huu mwili ambao tunauona hapa haiko Mungu. Wasikia vizuri? Merci Seigneur pour William Branham. Nabii anaweza sema vya bongo. Na Branham akisema ni nani anasema? Huyu mwenye alikuwa ndani ya huu mwili ndio anasema kwamba mie wakati nilikuwa hapa Galilaya, huu mwili ambao nilikuwa nao haikukuwa Mungu. Hata na mie gisi nilikuwa Kentucky, nikachukua mwili wa ule. Huu mwili haukukua. Si ndio nabii alisema hapa? Neno la Mungu linamjia wa nani? Manabii. Lakini ule mwili haiko Mungu. Sawa? Tunaelewa? Or l'homme lui-même n'était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Fuata huko. Il était un homme. Alikuwa mwanadamu. Et Dieu était voilé en lui. Na Mungu alikuwa ndani yake. Alikuwa amefunikwa ndani yake. Yaani Mungu hakuonekana na macho ya nyama hivi. Sawa? Mwenye alikuwa anaficha Mungu ilikuwa nini? Hii apparence hii, hii mwili. Huu muonekano. Tunasikia vizuri. Madhehebu watafundisha hivyo hawajui. Na ndio maana unakuta hata Wakatolika wanasema Mama Mariamu tuombee sisi wakae na mwanao. Mwanao wanachukua nani? Wanachukua hii picha hii. Na mwanao nani? Yesu Kristo. Nani? Wanachukua hii. Sasa nabii anakuambia huu mwili huu ambao ulizaliwa na Mariamu haukukua Mungu. Kwa sababu huu mwili ulikuwa nini? Mwanadamu, ulikuwa nyama ambao ulifumbashwa, ulitengenezwa na tumbo ya nani? Ya Mariamu. Lakini baba ndiye aliyekuwa ndani yake. Yule Mungu muumba, Yehova. Unasikia vizuri? Ndio mwenye alikuwa ndani ya huyu. Na ndio maana tulisoma juzi hapa kwamba nabii alisema kwamba wakati Yesu alipozaliwa alikuwa bado hajawa na nini? Na Roho Mtakatifu. Hatukusoma nabii hapa. Tutairudiliaka tena. Yaani ile vile alivyozaliwa kuanzia mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wewe nitakuchapa. Hadi kufikisha miaka 12. Sawa? Bana mkuta iko hekaluni. Alikuwa bado hajawa na nini? Na Roho Mtakatifu. Branham ndo anasema iko mimi. Divinité suprême. Wewe. Tuko pamoja lakini. Tunaelewa? Sikia. Dieu s'est toujours voilé au public et il s'est révélé aux gens qui veulent croire cela. Nasikia nabii kisha anavyosema. Mungu mara nyingi anapokuwa mbele za watu anajificha. Anajificha ndani ya nani? Ya watu. Na anajifunua kwa watu ambao wanataka kumwamini. Tunasikia vizuri? Na ndio maana Yesu alipokuwa hapa duniani, huko nje walimuita majina mengi ya utofu wa adabu. Lakini mbele ya wanafunzi walikuwa wanaelewa ni nani? Masihi. Nasikia huko. Walijua tu kwamba tuko natembea na mtu hapa, lakini haiko mtu wa kawaida. Sawa? Sikia. Dieu, Mungu, le dimanche passé au tabernacle, j'ai prêché sur Dieu dévoilé. Nasikia ujumbe huu alihubiria tarehe 17. Tuseme sasa wiki iliyopita ndio alikuwa anahubiri kufunuliwa kwa nani? Kwa Mungu.
akahubiri ujumbe unaoitwa kufunuliwa kwa Mundo Branham. Anasema le dimanche passé au tabernacle, je prêchais sur Dieu dévoilé. Dieu s'est toujours voilé dans quelque chose, de telle manière que les gens du monde extérieur ne peuvent rien savoir à son sujet. Mais il se révèle à ses enfants et à ceux qui sont disposés à passer derrière ce voile. Unasikia huko? Wakati alipohubiri kufunuliwa kwa Mungu. Yaani Mungu kwa wapagani anajifunga. Na ndio maana leo hawaelewi Yesu Kristo iko wapi leo. Hawaelewi. Tunasikia vizuri. Leo Mungu alichukua tena ngozi ya pomboo, peau de blaireau. Ngozi ya pomboo tena ambao ni mwili wa mwanadamu. Na ndio ilikuwa inawekwa kwenye sanduku ya agano. Ngozi ya pomboo, ya mnyama. Unasikia vizuri? Unasikia mafunuo. Ngozi ya pomboo ndio ilikuwa inafunika ile sanduku ya agano. Na sanduku ya agano ni nini? Ni neno. Neno ndani ya mwanadamu. Unasikia vizuri? Waebrania 10 inasema hivi. Sawa. Leo sasa Mungu alichukua tena ngozi ya pomboo nyingine ambayo ni mwanadamu, kwa sababu ile ambayo ilikuwa inafunika kwa agano la kale ilikuwa ngozi ya nini? Ya mnyama. Mwanadamu haiko mnyama. Mwili wa mwanadamu sio nyama. Si yeye huu mwili ambao tuko nao na wa mbwa uko sawa sawa? Tunaona Biblia inasema mwili wa mbwa na wa mtu uko sawa sawa. Tofauti ni nini? Nafsi, akili. Mbwa haina akili. Lakini miili sawa sawa na wanani? Na wanyama. Tunasikia? Ndio nabii sikia sasa nabii. Dans l'Ancien Testament, c'était le peau de blaireau qui cachait Dieu. Nasikia nabii anasema katika agano la kale ilikuwa ni ngozi za pomboo ambazo zilikuwa zinamficha nani? Mungu. Il était dans la gloire de la Shekinah. Elle était derrière les peaux de blaireau avant de passer derrière les peaux de blaireau en dot. Sasa nabii anasema yeye Mungu alikuwa anafunikwa ndani ya utukufu wa Shekina, naye na utukufu huu ulikuwa nyuma ya ngozi ya pomboo. Sasa kabla ya kuingia nyuma ya ile ngozi ya pomboo walikuwa wana dot. Tunasikia vizuri? Tunaona wakati kama watu walifanya dhambi, kulikuwa kunaenda kuhani mkuu mahali patakatifu pa patakatifu, ile sehemu ya tatu. Ndoko kulikuwa agano, sanduku ya agano. Tunasikia vizuri? Anaenda na bakuli ya damu ya ile zabihu. Huko kwenye mguu anamfunga mnyororo. Akienda vibaya maiti. Sawa? Ndo anaenda polepole, ile miguu na ile mnyororo inaenda inalia kuraka. Anaenda anasema mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu. Anaingia kwa maombi sana. Sio miza. Na ndio hapa mibari. Wengi wako nakufa hapa. Tuwasikie? Akishaingia kula naomba, akiomba kama alienda vizuri. Utukufu wa Mungu unashuka juu ya ile sanduku ya agano. Kule kuchumba kule, moshi wa utukufu unajaa. Sawa? Sasa kwa kujua kama Mungu alisikia ile maombi ile, ule mvuke ule wa utukufu wa Mungu ulikuwa unatoka nje ya ile hema. Wale watu ambao kumkambi kule, wanasema maseba ule, Mungu ule ameshuka pale. Huko ibada fulani ambayo inafanyika maalum pale, walikuwa wanaviona na macho ya nyama. Tunasikia vizuri? Tutasema mingi. Sikia, 39. La parole était dans Moïse. Neno la Mungu lilikuwa ndani ya Musa. Hilo na madhehebu atakubali. Ni kweli? La parole était dans Moïse le prophète. Neno la Mungu lilikuwa ndani ya Musa ambaye alikuwa ni nabii. Il était monté à la montagne. Il avait rencontré la colonne de feu. Et celle-ci
lui avait parlé, naye alikutana na nguzo ya moto kule mlimani, na nguzo ya moto ikamwambia. Tunasikia vizuri? Ilimwambia kila kitu kule, kwamba wewe ndio utakayekwenda kukomboa wana wa Israeli akadhalika. Tuko pamoja? Tunasoma Waebrania sura ya 7 sehemu ya kwanza. Pastor, nitakuchapa. Waebrania mlango wa 7 sehemu ya kwanza ya tarehe 15 mwezi wa 9 57 ilihubiriwa jioni. Naenda Nabii anasema hivi, aya 25 hadi 28. Huyu alikuwa ni Yehova. Unasikia huko? Huyu alikuwa ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, asingekuwa mwingine. Hapa ukisikia Waebrania sura ya 7 ni somo ambayo inahusu habari ya Melkisedeki, wakati alivyokutanana na nani? Na Ibrahimu kwenye mialoni ya Mamre. Sawa, ndio nabii hapa anafafanua kwamba huyu ambaye alikutana na nani? Na Ibrahimu alikuwa Mungu mwenyewe, Yehova. Sawa, alikuwa Mwenyezi Mungu, yule muumba wa mbingu na nchi, akitembea hivi katika umbo la mwanadamu. Unasikia vizuri? Sasa angalia, anaishi milele. Huyo Yehova anaishi milele, ana ushuhuda hapa ya kwamba yu hai milele, yeye hafi. Unasikia huko? Hajawahi kufa. Yehova hajawahi. Tuko tunaelewa vizuri maandiko. Yehova hajawahi, huyo hakukufa. Aha. Kwa hiyo huyu mwili huu hakukuwa Yehova. Unasikia vizuri? Branham anasema huyu Yehova ambaye alikutana na Ibrahimu, Melkisedeki, yu hai milele na hajawahi kufa. Lakini huyu kumsalaba alifanya nini? Alikufa. Na Branham alikufa pale msalabani bila Mungu. Utasikia Branham anasema. Sio kweli? Roho wa Mungu hakumtoka. Alikufa na Mungu. Sasa Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu kwa nini umeniacha? Roho wa Mungu yule Yehova ambaye alikuwa anamtembeza akatoka akajiendea zake. Unasikia maandiko? Akabakia pale Yesu kimwili. Sawa? Yule roho Yehova muumba wa mbingu na nchi akajitokea. Hawezi tangamana na uchafu, hawezi shikamana na dhambi, ilibidi atoke. Tasikia nabii, tutafikia huko. Utaona nabii jana anavyofafanua. Ndio tutaelewa kama tunaabudu nani. Angalia, anaishi milele, ana ushuhuda hapa ya kwamba yu hai milele. Yeye hafi, hajawahi kufa, hajapata kamwe kuwa vinginevyo, bali kuwa hai, anadumu milele. Si ndio sifa zake? Mfalme wa amani, mfalme wa Salemu na kadhalika. Sawa? Sasa Yesu alifanywa akafananishwa naye. Unasikia?
Yesu alifanywa akafananishwa na nani? Na Yehova, sawa, ama na Melkisedeki. Sasa sababu ya kuwako na tofauti kati ya Mungu na Yesu, huko nasikia nabii, utofauti wa Mungu ewa ni miyema nabii unasikia nabii kisa anavyosema. Kwa hiyo kuko utofauti wa Yesu na nani? Na ndio maana nabii anasema hivi, huyu ndani ya huyu mulikuwa ba Yesu hapa, kulikuwa Yesu mwili na Yesu roho. Branham ndo anasema, utasikia nabii anavyosema, sawa. Nabii anataka kuonyesha sasa utofauti kati ya Mungu na nani? Na Yesu, kwa sababu Mungu ni roho. Unaposikia Mungu, weka mwakili yako Mungu roho, yule wa umilele, Elohim. Elohim na Yesu huu mwili ambao uko hapo wako tofauti sana, kama mashariki na magharibi. Sikia sasa, sababu ya kuwako na tofauti kati ya Mungu na Yesu. Yesu alikuwa na mwanzo. Yesu alikuwa na mwenyeko na mwanzo, siko na mwisho eh? Yesu alikuwa na mwanzo, Mungu hakuwa na mwanzo. Unasikia? Melkisedeki hakuwa na mwanzo, naye Yesu alikuwa na mwanzo. Lakini Yesu alifananishwa naye, kuhani adumu milele. Tunasikia vizuri? Sasa sikia huko. Sasa wakati Melkisedeki alipokuwa hapa duniani, fuata vizuri. Melkisedeki alipokuwa hapa duniani hakuwa kitu ulimwenguni ila yule Yehova Mungu aliyedhihirishwa kwa uumbaji. Unasikia huko? Wakati Mungu alipokuwa hapa katika umbo la Melkisedeki, wakati alipochukua udongo akatengeneza, akaingia mule kwenye ule mwili wa udongo, sawa eh? Akamtembelea Ibrahimu. Nabii anasema kwamba alidhihirishwa kwa uumbaji wa nini? Wa mwili. Yeye alikuwa hapa kama teofania. Ibrahimu alikutana naye wakati mmoja hemani mwake, na kama tulivyosema asubuhi ya leo, Ibrahimu alimtambua, naye alimwambia Ibrahimu aliyokuwa anaenda kufanya, kwa kuwa angemwacha mrisi wa ulimwengu asijue mambo ambayo alikuwa anaenda kuyafanya. Wakati Mungu anaenda kuangamiza nini? Sodoma na Gomora. Sawa eh? Walipopita tu, yeye Mungu hakuwa anaenda kwa Ibrahimu. Tunasikia vizuri? Mungu alikuwa anatoka mbinguni, kwa sababu Mungu ni roho, asingetembea. Wakati alikuja na Mikaeli na Gabrieli, ndo walishuka kutoka mbinguni. Sawa? Akaanza ambia Gabrieli, na wewe ingia pale, tengeneza ule mwili, chukua budongo, mtoke mwili, wewe uingie mwili. Unasikia? Ndio Branham anasema hivi. Na wewe Mikaeli, tengeneza. Sawa? Mwili ukatokea pale, roho ikaingia mwili. Ile roho inakuaga ni mwili, lakini sasa hutaiona na mwili wa udongo. Na yeye na maandiko nabii anasema na yeye Mungu mwenyewe akajitengenezea nini? Mwili wa udongo, akaingia mwili, akajienkarne. Sasa lengo ya wao kwenda duniani haikukuwa kwa Ibrahimu. Ilikuwa ni kwenda kwa nani? Ilikuwa kwenda kuangamiza Sodoma na Gomora. Sasa walipokuwa wako njiani wanaelekea Sodoma, kwa sababu nani? Ibrahimu alikuwa ni nabii, akaelewa wale watu ambao wanapita mko moya mbali nani? Ni Mungu. Alipokutana nao akasema akamkaribisha, karibu bwana wangu. Tunasikia vizuri? Tusome ujumbe wa mwisho, maswali na majibu ya tarehe 12 mwezi wa kwanza 61. Le 12 janvier
Sikia nabii anavyosema. Aya 449 na 5 hadi 49, nabii anasema hivi. 444 inasema, sasa hawalikusudii katika njia ile ninayozani kuwa wao ulisema, au jinsi sisi ulifahamu. Ona, wao ukusudia kuwa wao humaanisha kuwa wanaamini Mungu yu pamoja nasi ndani yetu, akitenda kazi kupitia kwetu, si kuwa mtu fulani ni Mungu. Unasikia huko? Leo kulingana na ahadi za Mungu ni Mungu kukaa ndani ya wanadamu, Emmanuel. Sawa, Mungu pamoja nasi, pia ndani yetu Roho Mtakatifu. Sasa tunachokiamini ni kwamba wewe hata uwe na Roho Mtakatifu, sawa, haikufanyi wewe huko Mungu wangu. Tunasikia vizuri? Ndio hapa nabii anasema si kuwa mtu fulani ni Mungu. Mwaona? Sasa wao walijua kwamba Yohana alikuwa mwanadamu, na sisi tunajua kwamba Branamu si kwamba ni Mungu wetu ambaye tutakayemwabudu. Tunasikia vizuri? Lakini tunajua kwamba Branamu alikuwa ni mtumishi wa nani? Wa Mungu, kama Yohana Mbatizaji, na alikuwa nani? Mwanadamu, sawa sawa na Yesu alivyokuwa na Roho Mtakatifu, aliyokuwa na Roho ndani yake wa Mungu yule Yehova, lakini alikuwa nani? Mwanadamu. Tunasikia vizuri? Si kwamba huu mwili ni Mungu. Tunaelewa vizuri? Na huu sio mwili. Huu mwili ambao uko hapa haimaanishi kwamba ndio Mungu. Sawa? Ndio kisi wanakuaga na ubiri hivi. Ndio kuhubiri hii. Kwani ile ya madhehebu na ubiri hivi ya ovyo ovyo. Sawa? Vivyo hivyo Yesu alikuwa mtu. Alikuwa mwanadamu. Mtu mwanadamu. Sawa? Yesu alikuwa mwanadamu tu. Branamu. Yeye alizaliwa na mwanamke, ilimpasa afe. Sawa? Sivyo? Yeye alikuwa mwanadamu, ilimpasa ale na anywe. Nasikia huko? Na yeye kama asingekula na kunywa angekufa, kwa sababu alikuwa mwanadamu. Tunasikia? Sikia nabii. Sikia huko. Alisikia njaa. Mapepo. Mademo yake. Vivyo hivyo Yesu alikuwa mtu. Yesu alikuwa mwanadamu tu. Yeye alizaliwa na mwanamke, na kwa sababu alizaliwa na mwanamke ilimbidi afe, ilimpasa afe, sivyo? Yeye alikuwa mwanadamu, ilimpasa ale na anywe. Alisikia njaa Yesu. Alisikia njaa hadi akalaani mti, na ndio maana shetani alikuwa shamjua. Katika huu mwili shetani alimjua yeye ni nani. Wakati alipomaliza kifungo tu, njaa ikakuya, shetani akamwendea. Mwakili haikukweti shetani itembea hivi. Toa vyenu vya mavideo vile ya bongo bongo. Alisikia njaa, alilia. Branamu. Alisikia kiu na mengineyo.
Yesu ambaye watu wengi wanafikiria leo, huyu ndo wanafikiria huu mwili ambao tunauona hapa. Huu mwili ulikuwa unasikia njaa, ulikuwa unalia. Wakati alipokuwa mbele ya Lazaro alilia, alisikia kiu ya maji na mengineyo na mengineyo, yani yako mengi hivyo mengi. Sikia, mwanadamu tu kama ulivyo wewe. Yesu alikuwa mwanadamu kama nilivyo mimi. Tunapoongelea katika mwili ambao alikuwa nao, Yesu wa mwili alikuwa na hali zote kama mwanadamu, lakini hakufanya dhambi. Ndio tofauti ambao tuko naye, utofauti wa sisi wa miili yetu na mwili wake. Huu mwili wake ulitoka mtumbo ya Mariamu bila kujuana, maana maandiko ilisema Mariamu alibeba ujauzito kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ijalishi Yesu alikuwa analia, alikuwa anasikia njaa, lakini katika huu mwili hakufanya dhambi. Tunasikia vizuri, kwa sababu huu ulikuwa ni mwili neno, ni mwili ambao ulikuwa unaumbika kwa nguvu za neno. Tunasikia vizuri. Na Biblia anasema alisikia kiu na mengineyo. Mwanadamu tu kama ulivyo wewe, mwanadamu tu kama nilivyo mimi. Unasikia vizuri? Hii miili miwili hapa iko sawasawa. Mwili wa Abrahamu na huyu wa Yesu uko sawasawa. Alikuwa mwanadamu kama nani? Kama Abrahamu. Alikuwa na mwili kama wa Abrahamu. Tofauti ya hii miili ni kwamba Abrahamu yeye alitokana na baba na mama yake, sawa eh? Lakini Yesu huu mwili ulitokana na nini? Na neno. Tunasikia vizuri. Lakini kwa sababu alikuwa katika huu mwili, hali zote za kibinadamu ambazo anaweza sikia zote na zenye Abrahamu alikuwa anasikia, Yesu naye alizisikia. Njaa alilia, Abrahamu hakulia. Si atuliaki na yeye alilia, alisikia njaa, alisikia kiu, alitamani kuoa. Abrahamu alituambia jana hivi, sawa? Alitamani kuoa na yeye alikuwa anataka awe na demu. Abrahamu hakuwa anataka kuwa na demu, lakini Mungu alimwambia stop, uko na kazi ambayo nitakupa ukishakuwa mtu mzima. Sio kweli? Na Yesu naye akaambia, akasema, Baba uwatakase na ile kweli, maana na mimi nimejitakasa. Abrahamu anafafanua ni kwamba alikuwa anataka kuoa, sawa? Buseliba naye bulimsumbua Yesu, kama vijana wengine wanavyosumbuliwa, kwa sababu alikuwa na miili kama ya vijana wengine. Unasikia vizuri? Sawa? Tasikia nabii hapa. Mwanadamu tu kama nilivyo mimi. Sikia. Lakini Roho wa Mungu alikuwa ndani yake katika utimilifu wote pasipo kipimo. Yeye alikuwa mwenye uweza wote katika mamlaka. Unasikia sasa huko eh? Sawa? Tutakuja kuimalizia siku nyingine ujumbe, nimeikata. Zawadi ya Mungu iliyofungwa. Tumalizia hapo sasa. 98 aya 98. Zawadi iliyofungwa, zawadi ya Mungu iliyofungwa, les dons enveloppés, les dons de Dieu enveloppés.
les dons enveloppés de Dieu. Zawadi ya Mungu iliyofungwa. Tarehe 25 mwezi wa 12 60. Aya 98. Tutamalizia hapa. Maisha hivi. Tuko pamoja. Tunaelewa lakini. Nabii anasema hivi. Ngoja niweke hapa. Nashika hii picha hii. Tisini na nane. Nabii anasema hivi. Kuna jambo lingine la kusikitisha. Nafikiri moja ya maneno ya kusikitisha sana aliyopata kusema Yesu yalikuwa ni wakati aliposema, sikia huko Yohana 17 hii 17 na 17 inasema hivi. Hii ilikuwa ni maneno ya kusikitisha. Branama Yohana Jean 17:17. Nabii anasema kuna jambo lingine la kusikitisha. Nafikiri moja ya maneno ya kusikitisha sana, moja ya maneno ya kusikitisha sana aliyopata kusema Yesu. Unasikia huko? Maneno ambayo Yesu alisema haikuwa ya raha. Ilikuwa ya maumivu ya mwili, ya kusikitisha. Nafikiri moja ya maneno ya kusikitisha sana aliyopata kusema Yesu yalikuwa ni wakati aliposema, Baba, ninajitakasa mwenyewe wapate kutakasika. Yohana 17 na mstari 17. Sura ya 17 na aya ya 17 ndio inasema hivi. Watakasi na ile kweli. Sikia nabii. Sikia fasiri ya Yohana 17:17. Kwa maneno mengine, yeye alikuwa na haki. Hapana, nabii. Wewe nitakuchapa wewe. Yohana, bwana ithibitishe. Yohana 17:17. 17:17 inasema hivi. Anasema hivi. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Nasikia huko? Sikia nabii sasa. Kwa maneno mengine ya hiyo andiko hiyo, fasiri ya ile andiko. Nabii anasema hivi. Alikuwa na haki. Sawa? Kwa maneno mengine, yeye alikuwa na haki. Sikia. Alikuwa ni mwanadamu. Sawa? Alikuwa ni mwanadamu. Alikuwa na haki ya makazi. Unajua makazi, foyer. Alikuwa na haki ya kuwa na nyumba ya kuoa huyu Yesu. Alikuwa na haki ya kuwa na mwanamke na yeye azae watoto. Tunasikia vizuri? Alikuwa na haki ya makazi. Bwana ndo atasema. Alikuwa na haki ya kuwa na familia. Unasikia nabii? Kuwa na familia ni haki, ni kuoa. Utakuwa na familia au na mke? Nabii alisema moja ya maneno ya kusikitisha ambayo Yesu alisema katika umwili. Maumivu yenye alipata. Kwa nini ajifunge na wakati na iko na haki ya kufanya kama wengine wanavyofanya? Tunasikia vizuri? Si hatuteseki? Paulo hakusema eti kila kitu tumeruhusiwa kukifanya. Hakusema hivyo. Lakini sio kila kitu ambacho ni cha muhimu kukifanya. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Sawa? Ndio maana nasemaga hivi. Hivi vyote hao wa vijana wote wanavyofanya hapa ulimwenguni na wasichana wote. Sie bote hata tuko Mkristo. Tuko na haki ya kuvifanya. Huko mwatanizuia. Nikisema leo nitaenda nunua nguo pombe. Huko mwatanizuia. Ninaruhusiwa. Tunasikia vizuri.
Ndio Paulo alisema tume permis, ninaruhusiwa vyote kwa sababu niko na huu mwili, ninaruhusiwa kufanya vyote. Na ndio Yesu ndio nabii anakuambia hapa, na yeye alikuwa na haki, lakini alisema haya maneno, hakusema eti kwa furaha. Aliona kwa sababu na nini anaumia, na yeye alikuwa na haki ya kuwa na watoto na familia. Petro hakuwa na familia. Sasa kwa nini yeye ajizuie? Unasikia maneno ya sikitisha. Na sisi tuna haki ya kuoa wazungu na kuwa na mademu wazuri. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Ndio maneno ya Mungu haya. Sawa? Kulingana na Yohana 17 na Paulo jinsi alivyosema, tumepermis, kama ni kwenye Wafilipo kule. Eti naruhusiwa kufanya vyote, lakini vyote haviko itile. Kwa sababu gani? Ninajua kilicho ndani yangu. Kwa heshima ya neno, sawa? Na mie najitakasa nisianguke na wapagani. Najitakasa na mie nisiwe kama mlimwengu. Lakini wale wanavyovifanya katika huu mwili, na mie nina haki ya kuvifanya. Tunasikia vizuri? Yesu naye alipokuwa na huu mwili alikuwa na haki ya kufanya vyote vile tunafanya hapa duniani. Lakini alisema kwa uchungu. Nafikiri moja ya maneno ya kusikitisha sana aliyopata kusema Yesu yalikuwa ni wakati aliposema, Baba, ninajitakasa mwenyewe wapate kutakasika. Unasikia? Sasa nabii analeta fasiri ya kusema kwamba hiyo andiko ambayo Yesu alisema ilikuwa inamaanisha nini? Kwa maneno mengine, yeye alikuwa na haki, alikuwa ni mwanadamu, alikuwa na haki ya makazi. Unasikia? Alikuwa na haki ya kuwa na familia. Tuko tunalewa. Na yeye alipokuwa anaona warembo mitaani, alikuwa na watamani. Wewe dawa wewe. Na mtoe hapa asiletee fujo. Sawa? Yesu naye alitamani kuwa na mademu. Sawa? Twende. Haiko mie, Branham ndo anasema. Alikuwa na haki ya kuwa na familia. Sikia, alikuwa ni mwanamume wa kukamilika. Sawa? Unasikia nabii? Alikuwa ni mwanamume kama ulivyo wewe ama nilivyo mimi. Sawa? Mwanadamu katika wanaume wake kadiri tulivyokuwa. Unasikia? Wanafikiri wanaume ni nini? Tunasikia vizuri? Sikia. Alikuwa ni mwanamume kama ulivyo wewe ama nilivyo mimi. Mwanadamu katika wanaume wake kadiri tulivyokuwa. Alikuwa na haki kwake. Sikia huko. Lakini yeye alikuwa akiwafunza wanaume 12 waliokuwa wataieneza injili kote ulimwenguni. Kwa hiyo alijitakasa mwenyewe kwa ajili yao. Na ajitakasa mwenyewe kwa ajili yao. Zawadi ya Mungu akiendelea kujitakasa mwenyewe. Nasikia huko. Na Bwana abariki hao machache. Yesu, huu mwili ambao kukua Mungu, alikuwa na haki ya kufanya kila kitu. Kutongoza wanawake alikuwa na haki, na yeye awe na mademu katika huu mwili. Alikuwa na haki ya kukunywa pombe kama wengine, lakini alisema najitakasa Baba kwa ajili ya watu ambao niko nao. Na ndio maana nilisema hapa muda si mrefu kwamba Bakristo bakweli ba huu ujumbe, sie bote tunaruhusiwa kufanya vyote vile tunataka vyote,
lakini kwa sababu tuko na mbegu ya Mungu, je, vile ambavyo tunaruhusiwa kuvifanya ni vya muhimu kwetu kama Wakristo? Tukivifanya vitaleta sura nzuri katika jamii, sisi ambao tunajiita Wakristo? Unasikia huko eh? Ndo lengo ya Paulo kusema vile yote nimeruhusiwa, lakini sio kila kitu ambacho nimeruhusiwa ambacho kinafaa. Sawa? Kuko mambo mengine ambayo si hatupaswi kuyafanya kwa sababu itavunja ushawishi wa Ukristo, wa maisha yetu ya Ukristo. Na ndio maana kila wakati wanatuonaga tuko tofauti na wengine. Kwa sababu gani? Sio kwamba eti hatuko wanadamu kama wao. Kilicho ndani yetu ndio kinatufanya tofauti. Sawa? Na ndio kilichomfanya yeye tofauti ya wanadamu wengine. Kwa sababu yeye alikuwa na roho wa Mungu wote ndani yake. Na wewe ukiwa na roho wa Mungu utafanya tofauti na jinsi ulimwengu unavyotaka wewe ufanye. Sawa? Sasa kimwili, sawa? Kimwili utakuwa unaumia, unateseka kwa sababu kinakufunga. Tunasikia vizuri? Uhuru ambao wewe ungefanya, sawa unafungwa. Na ndio maana Paulo akaja moja kwa moja na kusema mie ni mfungwa wa nani? Wa Kristo. Kwa sababu gani? Asichafue mwili wake, asielekee kwenye mambo ya ulimwengu kama wengine. Akaitwa mfungwa wa Kristo. Na ndio maana Wakristo wote wa kweli walio na Roho Mtakatifu ni wafungwa. Ukitaka kwenda kuoa mpagani unafungwa. Ukitaka kuenda nje ya ndoa unafungwa. Roho Mtakatifu anakuzuia. Tunasikia vizuri? Na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Huu ni yani, kuko mwenye hapendi kuwa na utajiri. Ngwani pande zaidi. Sie bote tunapenda kuwa ba Freemason tupate hela. Tunasikia? Lakini je, itanisaidia nini katika Ukristo wangu? Sawa? Utajiri utanipeleka wapi? Je, sitakufa? Si nitakufa? Na baada ya kufa nitaenda wapi? Unaona, unaanza piga hesabu ya neno, unatafakari, una discernement, unapambanua. Je, hata nikiwa ni hivi vyote, mwishowe vitafanya nini? Vitapita. Kwa sababu gani? Tunaona mfano Mfalme Sulemani alikuwa na vyote, lakini alifanya nini? Alipita. Daudi alikuwa na vyote, lakini alifanya nini? Alipita. Sawa? Na kila mtu atafanya nini? Atapita katika ubwili. Lakini sasa kitu ambacho tunakizuia kisichafuke ni Roho wa Mungu aliye ndani yetu. Uwa, ndio maana wewe sema kwamba uwa hakuagi na nyongo, hakuagi na ndolo, ndo nyongo. Ndolo ndo inakuaga inasiporte kila aina ya chakula. Sawa? Na ndio maana uwa njiwa ikila chakula kibaya inakufa papo hapo, kwa sababu haina nini? Haina ndolo ya kudigere, ya kusaga. Sawa? Na Mkristo ndivyo alivyo. Yeye ana chakula cha kipekee ambacho anakula, ambacho akikwaagi kina digere na ndolo. Sawa? Ni neno. Mkristo wa kweli anakula neno. Na tusimame tuombe Mungu.